Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani inatathmini kwamba kiongozi mpya wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mojtaba Khamenei ndiye ambaye anavutiwa na taifa hilo kuwa na silaha za nyuklia kuliko kiongozi yeyote aliyepita. Mashirika ya kijasusi nchini Marekani yamefanya tathmini na kugundua kwamba kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei ana nia zaidi ya kupata silaha za nyuklia kuliko baba yake alivyokuwa, kulingana na ripoti mpya ya New York Times. Mashirika ya kijasusi ya Marekani yanasema kwa sasa kiongozi huyo, moja kati ya mipango mikakati yake ni kuhakikisha Iran inapata silaha za nyuklia, na hii ni tofauti na alivyokuwa baba yake. Inadaiwa kwamba kiongozi huyu anataka kujilinda zaidi ikiwa atakuwa na silaha za nyuklia. Mashirika ya kijasusi yanaamini kuwa mauaji ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Khamenei wakati wa siku za ufunguzi wa operesheni za kijeshi za Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari yalizidisha tamaa ya nyuklia ya Tehran. Inadaiwa kwamba kiongozi huyu kwa sasa, moja kati ya mipango ambayo anafikiria ni taifa la Kiajemi la Iran kumiliki silaha za nyuklia kwa ajili ya kujilinda zaidi. Endapo taifa hilo lingekuwa na silaha za nyuklia, huenda kwa sasa, kutokana na mashambulizi ya Marekani, lingeanzisha mashambulizi mabaya zaidi ya silaha hizo hatari za nyuklia, maafisa wa kijasusi wa Marekani wanaeleza. Maafisa walibainisha kuwa habari nyingi kuhusiana na maoni ya Khamenei zilitoka kabla ya kuanza kwa vita, kwani kiongozi huyo mkuu mpya amekuwa mafichoni tangu alipojeruhiwa katika mashambulizi yaliyomuua baba yake. Maafisa hao, kwa mujibu wa ripoti ya New York Times, pia walisema kuwa mawasiliano yake na maafisa wengine wa Iran yamekuwa ni finyu, kwani anaepuka kuonekana hadharani kwa hofu ya kulengwa katika mashambulizi zaidi ya anga. Wakati mashirika ya kijasusi yametathmini kuwa Iran haijachukua hatua za kuanza tena urutubishaji wa nyuklia na utengenezaji wa silaha, hatua zimechukuliwa kuhifadhi mali ya nyuklia inayokaribia na mashambulio ya Amerika na Israel. Bado kuna uwezekano wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuanzisha tena urutubishaji wa urani iwapo Iran ingehamia kurekebisha uharibifu na kuanza upya urutubishaji mara baada ya mashambulizi. Huenda maendeleo yao ya nyuklia yangerudishwa nyuma kwa miezi 6 tu, kulingana na tathmini ya kijasusi ya Marekani. Sehemu ya juhudi za kuhifadhi mali zilizosalia za nyuklia ni pamoja na kuhamishia vituo vya kuuzia mafuta hadi kwenye eneo lenye ngome kubwa la chini ya ardhi katika mlima wa Kaksi. Maafisa wa Marekani walisema uwezekano wa kuruhusu Iran kudumisha upatikanaji wa vifaa vinavyohitajika kurutubisha uranium na kujenga silaha za nyuklia. Wakati kiongozi mkuu wa zamani alikana hadharani kwamba alikuwa akifuata silaha za nyuklia, juhudi za Iran za kujenga uwezo wake wa nyuklia zinaendelea. Maafisa wa ujasusi wa Marekani wamenukuu taarifa za umma na mazungumzo yaliyonaswa kabla ya vita. Walidai kwamba Khamenei hakuweka sura sawa ya kusitasita na alikuwa na nia ya kuendelea na mipango ya kurutubisha pamoja na kuwa na silaha za nyuklia. Kwa mujibu wa New York Times, maafisa wa Marekani mwishoni mwa utawala wa Biden waliamini kuwa Iran ilikuwa inatafuta kutengeneza aina ghafi ya silaha za nyuklia. Kiongozi mpya mkuu, maafisa walisema, anatazamia baada yake kuunga mkono maendeleo ya kichwa cha kivita cha nyuklia ambacho kinaweza kuwekwa kwenye kombora la masafa marefu. Maafisa wa Marekani walibainisha kuwa maafisa wa Iran ambao hapo awali walidai kuwa silaha za nyuklia ndio pekee itakayozuia mashambulizi ya Marekani au Israel, huenda sasa yameimarisha misimamo yao chini ya kiongozi huyo mkuu mpya. Endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.